Sasa watu wanachukulia uzito mambo haya, hawachukulii dharau. Anapotoka mtu mguu mosi mguu pili na kwenda kwenye qiyamul laili, anafatia mambo mle kwenye qiyamul laili. Leo ikitokezea aya yenye sira tilawa, mimi nitaomba hivi, shapanga mwenyewe kishaplan. Khalafu wewe imamu unakuwa absent minded, hupo pale kimawazo, aya imekupita, hupo na aghlabu yake na kuwa lile zoezi tulifanya wengine walichukulia kama sio serious na wakawa katika poor attendance. Matokeo yake ni kwamba hayo yalitokezea ni makosa. Kule kwa upande wa wanawake sasa imekuwa hawamuoni imam kama karukuu akasujudu au kusujudu. Wengine wanafikiria kwamba takbira ile ni kwamba kasujudu, kumbe hakusujudu. Au wanaona wengine pamepigwa jii kimya tu na hivi. Kama watafanya hivyo, ikiwa imamu anaendelea kusoma mathalan anaendelea kusoma na aya sira tilawa ni ile, hamna haki maamuma ya kusujudu. Kusujudu ni makosa nyinyi. Hiyo ndiyo jawabu. Kwa hivyo wale sujudu walifanya makosa, kwa sababu pale alipopaacha kusujudu ilikuwa ni pahala ambapo aliendelea japo kwa aya 1 2 3 mbele. Labda kama ulibabaika zaidi baada ya aya ile ndo akatamka tamko la Allahu Akbar, nyinyi mkadhani kwamba anasujudu kumbe ana rukuu, pale utakuwa huingia makosani kwa sababu hukujua. Lakini kama aliendelea wewe mwenyewe ukaamua tu mimi nisujudu, hapa maamuma utakuwa unafanya makosa ya kumkhalif imamu ndani ya swala. Na imamu ikiwa yale mambo yalimpitikia kwa kusahau, inafaa vile vile kuleta sila sawi, na hata kama hakuleta halaumiwi, kwa sababu jambo lenyewe si katika fardhi za sala, si katika jambo la kubatilisha sala. Hata kama atawacha sijda ya kusahau, basi hana lawama. Lakini amefanya jambo ambalo si zuri kabisa. Kuacha sijda tilawa ni kuacha dhahabu. Hakuna binadamu atakayeacha dhahabu duniani. Kuacha sira tilawa ni kuacha mali kubwa kuliko mali zote dunia nzima na vilivyomo ndani ya dunia. Mtume anasema rak'atayil fajri, kwa mfano rakaa 2 za kablia zile kabla ya kusaliwa alfajiri ile sadiki, rakaa 2 za kabla zile, khairum minad dunya wama fiha, ni bora kuliko dunia nzima na vilivyomo. Sasa hii sila tilawa basi imepita kuliko pale. Shaitani rajim anapomuona mwanadamu amesoma aya ina sila tilawa na akasujudu, yabki, huwa analia shetani kwa masikitiko makubwa, anasema umira ibn adama fi sujudi fasajada falahu aljanna. Ameamrishwa mwanadamu kusujudu na amesujudu, basi yeye ana pepo ya Mungu moja kwa moja. Wa umirtu bisujudi fa abaitu, na mimi niliamrishwa ni sujudu nikakataa. Sijida yenyewe ilikuwa ni ya kumuadhimisha Mwenyezi Mungu kwa kiumbe Adam, nilikataa. Falia naru, basi mimi kwangu mimi imekuwa ni moto umeniandama. Analia shetani na anaondoka amekata tamaa na mtu yule kwamba hamuwezi. Huwa anasikitika sana, anaona uchungu sana. Kwa hivyo kusujudu kwenye sira tilawa ni kumvunja nguvu shetani kabisa, na ndani yake mna manufaa. Utaomba dua yako mle. Ukiwa wataka ilmu na wajiona kwamba unasoma ufahamu vizuri, basi ukifika pale mwambie Mwenyezi Mungu, Allahumma urzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in, au Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman ya rabbal alamin. Allahumma allimni ma yanfa'uni, Mwenyezi Mungu nifundishe mimi ya kunufaisha, wanfa'ni bima 'allamtani, na uninufaishe kwa kile ambacho umenifundisha, wazidni ilman, na unizidishie elimu ya rabbal alamin, ewe mola wa viumbe vyote. Alimradi pale mtu sikitikia haja yako ulionayo, na kama kuna maradhi basi omba dua. Ikiwa wataka mtoto pale mwambie Mwenyezi Mungu kama alivyosema Nabii Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin au anta arhamur rahimin, Mola usiniache peke yangu, na kuomba Mwenyezi Mungu niwe mrithi, niwe na mrithi na mie vile vile.
au rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, mola wangu nipe mimi kutoka kwako wewe kizazi kilichokuwa chema. Unamuomba Mwenyezi Mungu kwenye sijida, na mtume anasema faqaminun an yustajaba lakum, thibitisheni kuwa mtajibiwa dua ambayo imeombwa ndani ya sijida. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز wakati anamkhutubia Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Utaona kwenye Qur'ani hapa pana mambo ya kuzingatiwa, ya mambo ya kifani ya balagha. Anaambiwa Maryam, ya Maryamu, ewe Maryam, ukunuti li rabbiki, nyenyekea kwa ajili ya Mola wako, wasjudi, na usujudu, warka'i ma'a raki'in, na urukuu pamoja na wenye kurukuu. Quddima sujudu fi dhikri ala rukuu, utaona imetangulizwa mwanzo sijida katika kutajwa kabla rukuu, ma'a anna rukua kabla sujudi, pamoja na kwamba anaposwali mtu rukuu inaanza mwanzo halafu ndo sijida. Pale kwenye Qur'ani isikubabaishe ukaona kwamba labda sijida inaanza mwanzo. Hata قدم السجود في الذكر على الركوع لأن التقديم هنا تقديم مرتبة, kwa sababu utangulizi wa pale ni utangulizi wa hadhi, utangulizi wa daraja, utangulizi wa cheo, kwamba sijida ina utukufu kuliko rukuu katika mambo ya sala. Taqdim wa taqdimu makanatin la taqdimu makani, na kutangulizwa cheo kutajwa mwanzo, sio kwamba ianze hivyo kinafasi yake, kwamba ianze ni sijida mwanzo halafu rukuu. La. Kwa nini pale kwenye Qur'ani inaanza sijida mwanzo na halafu rukuu? Lianna aqraba wad'in takunu fi salati wa anta sajidun, kwa sababu katika pahala ulipokurubia zaidi kwa Mwenyezi Mungu, hasa unapokuwa umeswali, ni pale unapokuwa umesujudu, pale umekurubia zaidi. Fajitahidu fi duai, basi jitahidini waja kumomba Mwenyezi Mungu dua pale. Sasa maimamu wa tarawih, sasa mnaiona hiyo faul iliyofanyika jana, ni kwamba imewakorogea watu ibada zao, na kwamba imamu amekwisha apologize. Yeye amemwambia basi ni binadamu, lakini namwambia umefanya jambo kubwa, lazima utapata masikitiko. Wallahi usiku wa ujacha masikitiko yamekuja kule. Wanawake wametiribuka na ibada zao, wengine wameamua kusujudu na wengine hawakusujudu. Zaidi yake imetokea shetani ndani yake na kuchekana. Waliosujudu kama imam hakusujudu wamefanya makosa ya kukhalifu imam. Hakuna ruksa kwenye swala ya jamaa kwenda kinyume na kitendo ambacho anafanya imam. Tena mtume akatahadharisha, ikiwa ni maksudi, anaweza mtu kutoka ndani ya sala ya jamaa akiwa na uso wa punda ghafla moja tu, kwa sababu ya kwenda kinyume na imam. Imam hajarukuu na kwenda wewe mwanzo, imam hakusujudu na kwenda wewe mwanzo, basi unaweza kujishtukia kwenye sala umeondoka, utahamaki kuna bichwa la punda, mashikio ya punda, domo la punda, pua la punda. Na ukifika nyumbani matahamaki, watoto wanamkimbia, sema si baba yetu sisi huyu. Resi, vibiru mlangoni, njia watu 10, sie, itakuwaje punda? Ghadhabu za mtume kazionyesha hivyo kwenye sala ya jamaa. Lakini ikiwa ni kutokujua, basi yaliyopita yashapita. Lakini kwa upande wa maimamu, basi mzidi kuwa makini wakati mnaposwalisha. Muwe mnaifuata Qur'ani kwa maana, muwe mnasoma kitu mnachokijua, kwamba sasa niko katika aya gani, sasa ninasema nini, sasa niko wapi, hapa Mwenyezi Mungu anazungumza nini. Na kwa hivyo msifanye mambo ya la tubaghidhul ibada ala Allah, msiwabughudhi waja wa Mwenyezi Mungu katika ibada ya Mwenyezi Mungu, mkafanya mambo mpaka watu wakakasirika, akafanya hivi kafanya hivi. Ni makosa yamepita, na hiyo ilikuwa ni upande wa mambo ya careless. Upande wa dharau ni kwamba kila siku huambia mie vijana, amsomi Qur'ani nyinyi mwaka hata mwaka. Kwa kuwa ninakukamateni mwezi wa Ramadhani, mimi ninakamata kanzu zenu, ndiyo tena pale inakuwa mtu anajizoazoa, anajikusanya, anasoma Qur'ani siku zile. Qur'ani mwaka mzima nyinyi mnaiacha muisome, alafu inakuja idhara kila mwaka. Tukifika hapa makosa yale kwa yale, kama ulimkosoa mtu mwaka jana na mwaka juzi kwenye aya hiyo hiyo, na akifika aya hiyo hiyo utamkosoa tena aya hiyo hiyo. Mimi nilikuwa sikubali mambo hayo.
Mimi nilikuwa sikubali mambo hayo kwa sababu wakati niko mdogo sana, chini ya miaka 30, kule msikiti Gofu, na wakati huo msikiti Gofu sio leo, walikuwa na upungufu wa maimamu katika swala za tarawehe na witri, na wakati huo ni msikiti Gofu sio leo. Wakati huo ndo mashekhe wa Unguja wanaotikisa kutoka ukutani wako pale wote. Tegemeo la Zanzibari liko pale. Walikuwa na upungufu pale wa maimamu. Marehemu Ahmed Hamid Mansab amekuwa ni mgonjwa na ameshughulishwa sana na kazi, ikawa sasa wanatafuta mtu wa kuziba pengo pale. Sheikh Saleh Salim Zagar, kwa kuwa mimi ananielewa wakati anapokuwa darasani kwake, siku hizo mimi nahudhuria, ninasoma mwanafunzi, hunipisha baadhi ya siku kusalisha. Mwenyewe nilikuwa wakati huo na vipande vyangu vya sura vyangu nimehifadhi 1 2 3 10 15, basi ndio hivyo. Wakati huo ilikuwa Qur'ani sijaizunguka barabara kuisoma vilivyo yote. Akani point, akanambia twende kule unahitajiwa ukaswalishe witri tarawih. Mie siwezi, napaogopa pale peje hivyo. Akanishikilia kwamba unaweza. Tahamaki moyo wangu baadaye ukawa unasema kwamba utaweza. Nikenda, lakini ilikuwa mchana kutwa, ile sehemu ambayo nitachukua mimi au juzu nzima ya siku ile, mimi ninaikalia kitako, ninakwenda zangu pahala, basi ninaisoma kuliko mara 30. Na nikikuta aya ambayo inanifanyia tabu kidogo ngumu, basi nitaipitia aya ile mara 60 70 mpaka nijue kwamba hata kifuani shakaa aya hii sahihi. Nikifika pale mimi wale hawanielewi siri yangu, mimi ninakuwa hero mbabe, na wanaulizana kasema wapi mtoto huyu. Tukenda zetu, hata siku hiyo nikaja nikakwama kwenye aya moja. Hicho kidonda kimekuwa kidonda cha maisha kwangu, sisahau maisha mpaka nitakufa. Nilipita kwenye sura, ndani yake mna aya, natumaini sura Al-Mumtahana. Aya inasema inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kipande hichi mimi nikawa yale maandishi sikuyafahamu vizuri. Kuna baadhi ya misahafu na babaisha, na walikuwa wakitumia msahafu mgumu kidogo. Mimi siku zile bado niko chini sana kwenye Qur'ani. Pale mimi nikapita inna bura'u, sikusoma buraa'u, nikasoma bura'u. Saleh Zagar nyuma yangu akaisoma ile aya, akanambia bura'u, miguu ile nitetemeka pale. Nikawa sasa leo najiona nimepatikana, na nyuma yangu kuna watu ambao wameshakufa wengine, kama kwa mfano Omar Abdallah yule, Mwenyezi Mungu amrehemu, alinambia we mtoto, mimi ninapokuwa nyuma yako ninaswali, wallahi ujihisi niko pala pengine kabisa, napenda sana kiraa yako. Hapa umewachallenge mashekhe wengi hapa, usifanye mchezo, endelea, keep it up. Siku ile nikaona nimepatikana kweli. Nyuma kuna mashekhe pale wameshona safu ya mwanzo, na wakati huo ndo msikiti Gofu kweli. Wengine hutoka Mombasa, hutoka Lamu, mimi niko mbele pale ninaongoza. Katika miaka ya 70 na 79 labda 78 kama hivi. Basi kuanzia siku ile mimi kufika nyumbani pale, nikafungua msahafu, nikacheki tena bura'u, nimesoma bura'u. Maisha yangu kitu kama kile hakitokezei tena abadan. Labda tena ni ubinadamu, utokezea mambo ya binadamu, lakini sio kwamba sikuona kabisa, au sio kwamba sijui kusoma ile aya. Labda ubinadamu ndio binadamu utokezea. Lakini wanafunzi wangu nilionao kila mwaka huwa ninawakosoa aya hiyo. Kafika mtu mwaka jana nishamwambia kitu pale, basi draw attention, wala hachukulii uzito wa watu, anachukulia urahisi. Sasa mambo ndio kama hayo yameharibika kwenye sida tilawa, wanawake wanasikitika.
kwao mambo kule yamechafuka, na kwamba wale waliosujudu madhal imam alikuwa akiendelea walifanya makosa, lakini na imam hakufanya vyema kuiwacha sira tilawa, hasa kutokana na umuhimu wa sira tilawa, umuhimu wa qiyamul layl, umuhimu wa Qur'an tukufu kuifuata kivitendo, umuhimu wa ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani. Watu wamefuatia mambo na wameacha watu misikiti mingi huko wanakotoka, pengine wametoka masafa ya mbali, wameona kwamba ibada ya kweli iko pala fulani, twendeni. Kufika pale mtu akaja kaondokea tafurani, hata katika sira tilawa pia imeachwa. Hilo ni kosa. Basi inshallah Mwenyezi Mungu asijalie kutokea tena, asijalie Mwenyezi Mungu kutokea tena. Na hivyo salamu hizo sasa itakuwa ndio wanazisikia wenyewe. Sasa watu wajaribu kuwa very serious katika ibada ya Mwenyezi Mungu, ibada ya Mwenyezi Mungu, ibada hususan ndani ya kitabu cha Mungu kalamullahi. Ikiwa watu wanakuwa serious, wanapoteza mapesa mengi katika mambo ya pombao la dunia, michezo. Kwenye michezo timu haiendi ovyo ovyo uwanjani, isipokuwa kwanza itakaa kambini, na kule kambini patapotezwa pesa nyingi kwa ajili ya chakula na kwa ajili ya matibabu. Na kama kuna wachezaji wengine pale wanaonekana kwamba lazima wapatikane ili kuifanikisha ile timu ishinde, na pale hawapo, wako Europe, wako Ulaya, waleteni wachezaji wetu. Wanaitwa, watu wako very serious katika mchezo. Mchezo nini? Mchezo Mwenyezi Mungu anazungumza kwenye Qur'ani, innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun, hakika maisha ya kidunia ni pumbao na mchezo. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawanu, huwa mji wa akhira ndio kwenye maisha ya kweli. Sasa sisi tunafanya mchezo kwenye ibada, wenzetu wako serious kwenye mchezo. Sisi tuko careless kwenye ibada, wenzetu wako serious kwenye michezo. Watizameni watu wanavyocheza duniani. Ataitwa mchezaji aje katika nchi yake, anahitajika pale halan. Na halafu watizame watu wanapokuwa serious wakati game inaendelea. Mtizameni kocha anavyokuwa wakati kindangendange kiko uwanjani pale na timu yake inafanya vibaya. Mtizame hali anayokuwa nayo pale, anavyosononeka. Utafikiri kaambiwa jahannam ile pale utaingia sasa hivi. Namna anavyokuwa, namna anavangaika. Nini kile? Mchezo. Wako serious kwenye mchezo, kwa kuwa ndani yake kuna ushindani. Pana kushinda na kushindwa, na kwenye kushindwa watu wanapoteza pesa chungu nzima. Kuna mambo ya kufukuzwa mtu kazi mara moja, kaambiwa basi kuanzia leo tukutaki tena. Mbali ya kufukuzwa kazi, kuna hatari ya kuuawa katika baadhi ya miji, kwamba huyu pengine kafanya makusudi, timu hii kaiangusha, kaiangamiza, muweni tahamaki mtu kwa risasi. Watu katika mambo mchezo. Sikwambii tena katika ibada. Muislamu unapokuwa mbele ya Mola wako, yataka pale uoneshe ile seriousness yako ulionayo, kwa kuwa unataraji Mwenyezi Mungu ibada ile ailipe vizuri. Jambo ambalo unalihitajia kwamba upate kitu ndani yake, upate faida ndani yake. Tazama unavyoliendea mbio, unavyolifanya, husukumi, huondoi njiani, hupeleki tu itavyotokea ndio hivyo hivyo, unapeleka makini kabisa. Na Mtume anasema inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalahu an yutkina, Mwenyezi Mungu anapenda anapotenda ibada au kazi mmoja wenu, basi aifanye kwa mwisho wa juhudi yake, mwisho wa mapenzi yake, kwamba hapa mimi ndo mwisho wangu kwenye kumpenda Mungu, hapa ndo mwisho wangu kwenye kuabudu, hapa ndo nimefikia upeo. Hutothubutu tena hapo tena kuondoa njiani, kudonoa, kuiba ndani ya sala na hivi na hivi. Hapa kesi hii imekuja leo, imetuchukulia wakati wetu wote wa darasa kwa umuhimu wake. Kama tulichukulia dharau, basi mambo ya ibada unaweza kuichafua ibada mtu mmoja, pengine kuna watu hawakuoni kule, wote wakaharibikiwa na ibada yao.
hawajui kunafanywa nini kule mbele. Na fursa hiyo vile vile inaichukua kwa wale ambao wanasoma Qur'ani, sauti zao ndogo sana, watu hawasikii, nje nasikitika huko juu wanawake. Huwa pale tena ndo unawanyima, hawajui kama kuna sida tilawa wala nini. Sauti ndogo unanong'ona, na hali ya kuwa pana vikuza sauti hivi. Ukiwa umekabwa na kifua, tunajua kwamba huyu sasa hivi kakabwa na kifua, sauti haitoki, lakini hujakabwa mzima. Na hiyo sauti mtu anakuwa anayo bwana, anapokuwa katika mambo ya kidunia anasikilikana mtu namna anavyoshout. Halafu mbele ya Mwenyezi Mungu inakuwa tena mambo yamechukuliwa kitu dharau. Matokeo yake ni kwamba wanawake wanalalamika. Na wanawake walioko leo Unguja ni tofauti na wale waliokuweko miaka 30. Sasa ibada ya wanawake wanaifuata, wanasoma na wanajua each and everything. Wanajua sasa hivi sijida, hadhi yake, utukufu wake. Mimi katika baadhi ya wanafunzi nilionao, wale ambao ninawahisi kwamba kidogo kwa juu, ninawaandikia baadhi ya maudhui pevu kubwa, ili wakifika kwa wanawake wenzi wao wakisimama. Mwanamke sasa hivi anaweza kasimama akazungumza, watu wakataajabu, wapi katoka, wapi kasoma. Kwa hivyo mambo watu wanayafuatilia bwana. Kwa hivyo tukifanya mchezo tutakuja kuadhiriwa na wanawake hawa, watatuadhiri. Na wengine unikabili wananiambia kwamba kiraa gani imesomwa na imam number 2 yule, number 3 yule, mimi ninamshinda. Wananambia kwamba laiti kama sisi tungekuwa na nafasi ya kuingia pale, kama dini turuhusu, tungekuonyesheni Qur'ani somavu. Ni kweli kuna wanafunzi wangu wanawake wako katika high class kwenye Qur'ani al-Karim, tena sio kwa kutazama tu, na hifdhi vile vile. Kuna baadhi ya imamu wananiambia kwamba leo uliomweka number 2 bwana, umetupata kweli. Hata sura ile vile vile anadolosa nini ile. Wa min huna a'udu min hunaka ila huna, narudi kutoka huko kwenye kujibu suala na narejea tena hapa nilipo. Wama adraka ma huna, nini kitakujulisha wapi hapa? Huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yakulu fiha alhabibu almustafa, albirru la yabla wadhanbu la yunsa waddayanu la yamut, i'mal ma shi'ta kama tadinu tudanu. Wa yakulu aidan kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tunakumbushana kuwa darasa ya kesho siku Jumatano itakuwa ni darasa ya Riyadhus Salihina, Mwenyezi Mungu akipenda, na michango yetu inaendelea kama kawaida. Na pia wanaohitaji kanda mbalimbali za mawaidha pamoja na hii ya sasa hivi, basi wanaweza kuipata kwa wale ambao wamehusika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمناه منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمناه منه وما لم نعلم،
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمر فاجعل عاقبته رشدا، فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يأتيها